نور به بصائرنا وأبصارنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وفهمنا منه ما قرأنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل والتفاسير، وارزقنا اتباع، واغفر لنا والوالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب ودواعيها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغثائها، وصلي وسلم تسليما kathira. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametujalia kufika siku hii ya leo katika mwezi mtukufu na katika ibada tukufu, bila shaka si werevu wetu isipokuwa ni taufiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika mambo yanayoambatana na saumu na faida ya saumu ni hii ambayo inaitwa as-sabr, subira. Bila shaka subira ni kitu muhimu katika saumu, pia ni katika natija za saumu. Jambo moja ambayo mtu hulazima awe nao wakati amefunga ni as-sabr, na ile saumu hutilia nguvu na kuleta nguvu zaidi za mwanadamu ama Muislamu kuweza kusubiri katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Na subra ni kiungo muhimu kwa Muislamu na ni kitu ambacho hujenga imani. Bila ya sabru, imani inakuwa dhaifu na pia takwa inakuwa iko chini, kama ilivyosoma Qur'ani Surat al-Asri inatuhimiza juu ya kusubiri, na katika ayati nyingi zimekuja katika kusubiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala anazungumza katika aya nyingine, ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salat inna Allaha ma'as-sabirin. Enyi mlioamini, ista'inu bis-sabri, takeni msaada wa kusubiri, was-salati, na swala, inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, ma'as-sabirina, uko na wenye kusubiri. So faida moja hapa katika hii aya kwamba mtu mwenye kusubiri Allah ako pamoja na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiwa nawe hakuna hasara ya kukupata, bali umeshafaulu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na wanazuoni wamekwenda kugawanya sabro katika zigawanyo zitatu: as-sabru ala taa, was-sabru anil ma'siyah, was-sabru ala aqdarillahi mu'lima. Kusubiri juu la kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kusubiri kujiepusha na maasiya, na kusubiri ala aqdarillahi mu'lima, juu ya kadari za Allah Subhanahu wa Ta'ala almu'lima, zenye kutia utungu. Tuanze na kigawanyo cha kwanza, as-sabru ala ta'a hiya thabat wal istimrar fi ta'ati Allah hatta law kanat nafsu taksalu au tat'abu. Huku ni kusubiri
na kuthubutu na kuendelea katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala aliyetukuka, hata lau kana nafsu, hata ikiwa nafsi taksalu, hufanya uvivu, au tatabu, au hupata tabu. Fattaatu tahtaju ila mujahada, twaa inahitaji kujipinda. Lianna nafsu bitabiha tamilu ila raha, hakika nafsi kwa tabia yake hupondokea katika raha. Nafsi ni yenye kupenda mambo ya shahawati, mambo ya starehe. Ikiwa sasa kutajipinda uipinge nafsi na mambo ya shahawati na mambo ya starehe, ndo utafikia katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hilo huwezi kulipata hivi hivi, mpaka ujipinde, mpaka usubiri. Kwa mfano, muhafadhati ala salawati al-khamsi fi awqatiha, mfano wa sabru ala taa ni kutekeleza swala tano ala awqatiha, kwa nyakati zake. Utaona ni jambo lepesi, lakini si lepesi ikifanywa hisabu, ama mtu mwenyewe akifanya muhasabatu nafsi, huiangalia ni siku ngapi ametekeleza zipindi zitano zote kwa wakati wake. Yani kwamba umetekeleza swala tano kwa jamaa, na tuambiwa as-salatu al-jamaa tafdhulu salatu al-fardhi bi 27 daraja. Swala ya jamaa hushinda swala ya mtu pweke kwa daraja 27. Kwa hivyo ni swala yenye daraja ya juu kuliko mtu kuswali peke yake. Sasa hiyo, lakini mpaka kuipata jamaa katika swala zote si mchezo. Lazima utaata yale mashughuli yako ya kidunia, ukisikia mwadhini na umwelekee Allah subhanahu wa ta'ala. Na ile swala ndiyo ile tunaambiwa, alipoulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ayul a'mali ahabbu ila Allah, amali gani inapendekeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Mtume akasema as-salatu ala waqtiha, ama as-salatu fi awwali waqtiha, ni swala kwa wakati wake, ama swala mwanzo wa wakati wake, yani uipate ile jamaa. Mtume akihimiza sana. Lakini leo tembea misikiti yote, kama salatul fajri, utembee uangalie kuna safu ngapi katika yetu hii. Alhamdulillah, watu wako zaidi ya alifu, lakini kila msikiti wewe fanya data, tembea utukue data uangalie ni watu wangapi ama ni safu ngapi katika salatul fajri, ni watu wangapi wameswali jamaa, na ni kwa nini, na wao ni Waislamu, wamekubali la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Mbali na wale ambao tatakasalu fi salati, kuna watu wengine tatakasalu, hufanya uvivu katika swala. Ngoja takwenda, imeadhiniwa, lakini asema ngoja takwenda mpaka wakati ukatoka. Kisha kuna wengine wale tariku salati kabisa, ambao wao hawaiendei swala, wanaiata, hawajali wala hawabali. Na hiyo ni katika hali mbaya katika Muislamu. Muislamu ikiwa katika hali ya tariku salati, basi talanuhu kullu shay, kila kitu ndani yake. Sasa kitu alichokosa Muislamu itakuwa ni asabru ala taa, kusubiri juu la taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuangalie katika hii saumu tuliofunga, kuna watu wengi wamesema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah, na wao hawakufunga wala
na wengine maalasafi kula dhahiri shahiri mbele ya watu bila ya kuhofu, bila ya kujali lolote. Na hiyo pia ni katika masikitiko makubwa wa mtu amekubali la ilaha illa Allah na ukamfikia yeye mwezi wa Ramadhani, lakini akawa yeye atakula bila ya kujali. Tena kikubwa zaidi, ale jahara, mbele ya watu, adhihirishe kabisa kwamba hula na hakuna lolote. Basi ajue kwamba sio kwamba hakuna lolote, lolote liko na litamfika, la kumfika, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala hutupa muhula pale tunapokosea ili tupate kurudi nyuma. Na lau kama ni mtu kupatilizwa hapo kwa hapo, basi ingekuwa hajabakia mtu katika mgongo wa ardhi. Lau kwamba wewe ni kufanya makosa na Allah kupatilize, na Allah qadirun ala dhalika, aweza iwa hilo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa ya as-sabur. Allah ni mwenye kutusubiria. Tunamkosea leila wa nahara, lakini bado anachuata, anatupa muhula turegee kwake, tutambue makosa yetu na tufanye toba. Ndio maana Allah anatupa muhula, na ule ambaye afanye toba basi atakuwa amejinyima fursa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni yeye mwenyewe, wala Mwenyezi Mungu hakumdhulumu mtu kama hao. So kwa hivyo hiyo saumu yataka subra ya hali ya juu, kule kujikaza. Vile vile hii saumu itakwenda kuingia katika kisabru ya kifungo cha pili, ambayo ni asabru anil masiya, kwa sababu ukifunga kuna mambo kadha kadha ambayo hufai kufanya. Ndio ile hadithi yasema fala yasghab wala yarfuth, mpaka fa insabahu ahadu au aseme inni saim. Yani mtu akifunga kuna mambo kadha kadha afaati, kama mfano wa kumiliki ulimi wake na kusengenya. Huwezi kawa umefunga kisha wewe unaketi katika kikao cha kusengenya, saumu yako itakuwa haina kitu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama wewe umefunga na maneno ya upuzi kuyaacha, uzungumza maneno ambayo ni ya upuzi, hana faida, hiyo pia itafanya saumu yako iwe haina kitu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kutukanana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni jambo ambalo alifai. Tuambiwa mpaka mtu akikutukana ama ataka kupigana, umwambie inni swai, mimi nimefanya nini? Nimefunga. Sikushindana tu, atakubani chukane, mimi sichukane. Angalia wewe na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wewe umefunga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hukufunga kwamba uonekane umefunga, umefunga kwa ajili ya Allah. Na Allah yula kila kitu, ni mjuzi na anakuona na anakusikia. Kwa hivyo lolote utakalofanya ujue wewe Mwenyezi Mungu anakuona na anakusikia. Na hii saumu haikupendelewa tu kuziwia kiu na ndaa, hapana. Ikiwa mtu atatekeleza ile saumu vile itakanavyo, itakuwa saumu yake haikuwa isipokuwa ni kiu na njaa. Ina maana kiu na njaa kwamba haitakuwa na thamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kesho yaumul kiyama utakwenda udai kwamba mimi nilifunga duniani, sikuata kufunga ya Allah, mbona malipo yangu ya saumu siyaona? Tambua kufunga wewe ulikuwa ukiziviandaa na ukiziwia kiu, kwa sababu mambo ya saumu kuatekeleza. Kwa hivyo lazima uwe na subra. Mpaka mtu kukutukana wewe usimjibu katika mwezi huu wa Ramadhani. Angalia saumu inavyotufundisha adabu. Saumu inatufundisha adabu. Sasa ukimwona mtu kwake yani amejatafriki kwamba yeye ameona kwamba saumu ni kujizuia kula tu na kunwa, basi jua umekosa. Katika wema na toa ya Allah ambaye anataka subra ni birrul walidain, kuwatenda zema
wazee wawili. Aya katika suratu Isra inasema waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidaini ihsana, aisha hukumu Mola wako asiabudiwe isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala, wa bilwalidaini, na kwa wazee wawili, ihsana, watendee zema. Kuwatendea zema wazee wawili si option, si vile unafikiri kwamba ukitaka utafanya, usipotaka hufanyi. Si ni mzee wangu, si mamangu, si babangu, kwa hivyo utafanya vile nitakavyo, mwenyewe usimame. Allah subhanahu wa ta'ala amelazimisha. Ikiwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amesema wakadha rabbuka, ameshahukumu Mola wako alla ta'budu illa iyyahu, asiabudiwe isipokuwa yeye peke yake, na hilo jambo ndilo limekufanya wewe kuwa nani? Muislamu. Bila hilo alla ta'budu illa iyyahu, huwezi kuwa Muislamu. Ukimwabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu utakuwa umeshirikisha Mwenyezi Mungu na umetoka dini, umetoka nje katika dini ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa hilo ni jambo muhimu, kisha angalia Mwenyezi Mungu ameliambatisha na mambo gani? Wa bilwalidaini ihsana. Hilo jambo la tauhidi ya Mwenyezi Mungu limekwenda kuambatanishwa na kuwatendea zema wazee wawili, kwa kuwa ni muhimu. Allah subhanahu wa ta'ala amelifaradhia kwetu kuwatendea wema wazee wawili. Waambiwa sasa wale wazee wawili mitihani watakapokuwa watu wazima, ahaduhuma au kilahuma fala takul lahuma uffin wala tanharuhuma. Sasa waambiwa pale wazazi wako, mmoja amekuwa mzee kikongo, sasa mmoja au wawili amekuwa wazee. Sasa hapo ndo atakikana subra hali ya juu, kuwaangalia wale wazee wako, usiwakasiri. Manake sasa na mwanadamu akisha kuwa mzee na ile akili yake ufanya nini? Kushuka, wasie ile ya kawaida. Mara nyingine waweza kurudi akili za kijana kabisa. Sasa wewe usinena mzazi wangu umepiswa, basi mimi hamfanya nitakalo. Mwenyezi Mungu anakuona. Wabilwalidaini ihsana, hata katika hali yoyote. Mwisho tuambiwa mpaka wakiwasi Waislamu, wasahibuhuma fi dunya maarufa, hata kama si Waislamu wazazi wako, si mwisho niambiwa hata kama si Waislamu, lakini wasahibuhuma fi dunya maarufa, lazima katika mambo ya kidunia uwatende nini? Mambo mazuri, mambo mema. Lazima muangalie vile vile. Hata mzazi wangu wa Muislamu halikutoi wewe kutokumwangalia kwa mambo ya kidunia. Tamwangalie, ikiwa ni chakula chake lazima ikiwa ni mgonjwa lazima umpeke katika matibabu, ni mzazi wako. Na huu ndivyo Uislamu unavyotufundisha. Kwa hiyo hapo ataka subra, ufanye subra kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiangalia katika upande wa zakatu na sadaka, mtu amemiliki mali, mpaka mtu kutoa mali yake awe atatoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ama awe atatoa sadaka, kutoa taka moyo, sikuwa nacho, ataka subra, kuilazimisha nafsi yako kutoa ulicho nacho. Leo watu wataka kuzidiwa tu, hawataki kupungukiwa. Mtu anaona akitoa mali yake atafanya nini? Tapungua. Lakini ataka moyo mtu kutoa alicho nacho. Sasa hiyo mujahada yatakana hiyo asabru ala taa, mpaka uwe na subira na ukitarajia malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo utaweza kufaulu kwa upande huo wa subra ala taa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema wa'mur ahlaka bis-salati wastabir alaiha. Sasa hapo Mwenyezi Mungu atambia kama ni mfano
kama niliotoa huo wa kwanza kwamba adai salati al-khams ni mfano wa sabru ala taa, wa hii aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salati, amrisha jamaa zako kwa swala, wastabir alaiha, na usubiri juu ya hilo. Wewe mwenyewe utekeleze na waamrishe watu wako kutekeleza swala, na uwe utasubiri katika hilo, kwa sababu kutekeleza hilo si jambo rahisi, mpaka utenge wakati wako. Mathalan TV waangalia kipindi na muadhini imeadhiniwa, hapo lazima uchague aidha utadumu katika kipindi kimalizike kisha ndo kaswali, ama utaendelea na kipindi. Ni kitu gani itakufanya wewe uendelee na kipindi, ama ni kitu gani itakufanya wewe uzime TV na ukaswali? Hapo sasa tutategemea wewe una mujahada kiasi gani juu ya dini ya Mwenyezi Mungu, ama una upungufu kiasi gani juu ya dini ya Mwenyezi Mungu. Utaiata swala uendelee na kipindi, taswali baadaye. Nataka hapo kate program zako za kidunia, uende kwa Mwenyezi Mungu mwanzo ukatekeleze lile la faradhi. Ukirudi utaendelea na mambo yako, licha kwamba ni kipindi. Hata kama ni mashughuli ya kukuletea riziki, lazima mwanzo wakate ili uangalie faradhi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini hilo si matezo mpaka ujipinde. Kule kufanya toa pia mpaka fanya nini? Ujipinde. Angalia ibada kama qiyamul layl, kama kusimama usiku, kuswali tahajjud. Swali tahajjudi, uwe umeukata usingizi wako, na raha za usingizi tunazijua. Kata usingizi wako kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukasimame mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, uwe utaswali. Hiyo itakikana mujahada kiasi gani? Mara nyingine lazima uamue na ulazimishe nafsi yako. Ukiata nafsi ni yenye kupenda raha, utapotea na utakuwa huna kitu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na sisi rasilimali yetu ni huu wakati ni rasilimali kubwa. Wakati ni rasilimali kubwa ambayo tumepawa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Siku ukikabidhiwa roho yako, ile rasilimali imekwisha. Sasa ile biashara ukifanya yataka faida. Sasa hisabu mpaka ufanya hapa duniani, ndo utajua mimi katika biashara yangu napata faida ama napata hasara. Na faida kubwa ufanye na wakati wako, na wakati wako ndio umri wako. Mwenyezi Mungu amekupa utumie kwa njia nzuri na kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na haswa katika wakati wa Ramadhani, Mtume aelezea katika hadithi nyingine kwamba layalihi afdalul layali, masiku yake ni ubora wa masiku. Wa naharihi, na mitana yake afdalu, ni ubora. Wa saatihi, na masaa yake afdalu saa, ni masaa bora zaidi kuliko siku nyingine yoyote. Kwa hivyo nisikupotee, usipoteze wakati wako bure, ila unafanya lenye kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa twende katika asabru anil maasiya. Hiyo ni asabru kigawanyo cha pili. Kigawanyo cha pili, asabru anil maasiya, kusubiri ili kuepukana usiingie katika maasiya. Nao ni kuizivia nafsi yako anilukui fi dhunubi, kuingia katika madhambi. Siku zote tuambiwa nafsi ni yenye kuamrisha katika mambo mabaya. Inna nafsa la amaratu bisui, nafsi ni yenye kuamrisha mambo mabaya, mambo ya shahawati,
mambo ya starehe zilizokatazwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Siku zote nafsi ni yenye kuelekea huko. Sasa wewe ni lazima upigane na nafsi yako, ufanye mujahadatu nafsi. Wa alaikum salaam. Na tuambiwa katika jihadi kubwa ni jihadi ya nafsi. Watu wengine upinga akasema jihadi ile ya kupigana na panga kwamba ndio kubwa, lakini jihadi ya panga haiwezi jihadi ya nafsi. Kwa nini? Kwa sababu jihadi ya nafsi ni kila siku mpaka ufe. Madamu kwa katika dunia au katika zita ya nafsi, mpaka siku utaingia kaburini, ndio zita za nafsi na koma. Lakini zita za panga kwa muda fulani, mtakwenda jihadi, mtarudi, itakuwa zimekoma zile jihadi. Lakini nafsi yako ni kila siku, itabidi upambana nao kila siku katika kuikataza mambo mabaya. Na ikiwa huikatazi mambo mabaya, haitokoma mpaka ungie kaburini, wewe utakuwa ukifanya mabaya. Ndipo Imamu al-Busuri akasema, an-nafsu katiflu in tuhmiluhu shabba ala hubbi ridha wa in taftimuhu yanfatimi. Asema Imamu al-Busuri katika Burdatul Madihi, an-nafsu katiflu an-nafsu katifli, nafsi ni kama mtoto. Mtoto katika kaida yake huinukia hubi ridhai, kupenda kunyonya. Na mamama walijua vizuri hilo kwamba mtoto akizaliwa ni maumbile yake kunyonya, na atanyonya. Ikiwa ule mtoto hakatazi kunyonya, atanyonya hata kiwa barobaro, atakuwa ule mtoto atataka kunyonya, kwa sababu hakukataza kufanya nini? Kunyonya. Lakini akikomeshwa kunyonya katika ule umri, baada ya miaka miwili atakomeka. Kwa hivyo nafsi yako ni vile vile, shabba ala hubbi ridha. Ukiwa mtoto huinukia kupenda kunyonya, na nafsi yako huwa yapenda maasi. Lakini wa in yaftimuhu yanfatimi, ukikataza itafanya nini? Itakomeka. Ukinena roho wangu ndio itaka, basi utafanya kila siku. Takuwa utaandama roho wako mpaka utaingia kaburini, utaingia mchafu kaburini, kwa sababu ya kuandama nafsi. Na shairi lingine atuambia, inna hawa nafsi ma'a dhunubi mujibatani likasratil qulub. Ile hawa nafsi iko pamoja na madhambi. Madhambi, kila siku ukifanya madhambi, kisha uzoeleka katika moyo wako kuona yale madhambi si lolote wala si chochote. Na hiyo hapo ni katika stage mbaya zaidi katika mwanadamu, mpaka kuona ile dhambi kuwa si lolote wala chochote kwako, huwa katika stage mbaya. Kwa sababu moyo wa mwanadamu, Mtume atuambia, ukifanya dhambi ungia soda tumbadha, kitone keusi. Moyo wako ungia kitone keusi. Ukiripiti tena kitone cha pili, ukiripiti tena, lile dhambi hata katika akili yako uzoeleka, kisha moyo wako huwa mweusi. Ukiwa katika stage ya mweusi, hata wewe ukipa waidha kwamba hao fanyao wana ni mabaya, utakuwa wewe usikii tena, utasema ni hatani. Angalia lako. Kuna watu hata ukiwakataza kwambia wewe angalia lako bwana, siniingilie katika maisha yangu. Hiyo mpaka mtu kusema angalia lako, usiniingilie katika maisha yangu, na ako katika ubaya, hiyo ni stage mbaya sana, kwa sababu huyu mtu uko katika stage ambayo hawezi zunguka na kubadilika kuya katika wema. Hiyo Mwenyezi Mungu asitufikishe hapo. Ndio Mwenyezi Mungu katika nyingine anasema, barana ala qulubihim ma kanu yaksibuna. Kuna nyoyo hufika katika stage ya kuingia kutu. Kiingia kutu hapo katika hatari. Ndio ile kaswatil qulubi, ususuavu wa moyo. Mtu kwa moyo wake amesusuvaa, yeye hawezi edhiwa tena. Amefika stage hawezi tolewa maedha akasikia, hawezi soma Qur'ani akaathirika, hawezi hata akisikia utayo Mwenyezi Mungu, yeye moyo wake hauathiriki. Ikiwa mtu katika stage moyo wake hauathiriki,
basi hiyo ni katika steji mbaya. Kwa hivyo katika kuwakataa mambo mabaya lazima ulazimishe nafsi yako, uikenye nafsi yako na mambo yenye kumuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mambo ya muharramati khawfan min Allah. Kwa nini uitenge na mambo mabaya? Khawfan min Allah, khawfan min Allah, kumcha Mwenyezi Mungu, hofu kwa Allah, kwa sababu ukifanya mambo mabaya Mwenyezi Mungu atakwenda kukuadhibu. Kiwa mema utayapata mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na mabaya pia utayapata mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utapata kile ulichotuma. Man amila salihan falinafsi wa man asafa alaiha. Kwa hivyo ukifanya wema umejifanyia nafsi yako na utakwenda kuwapata mbele ya Allah, na ukifanya ubaya basi pia umefanyia nafsi yako na utakwenda kupata mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu si dhalami, Mwenyezi Mungu si dhalim. Kwa mtu atafanya mabaya kisha kaenda ampe mema, ama afanye mema kisha mbele yake akapate mabaya, hilo alipokuwa. Ukifanya wema utapata wema, na ukifanya mabaya utapata mabaya. So hasa katika kufunga, ataka Muislamu ajiziwie sana na kufanya mambo yenye kumuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lazima uwe na subra katika mambo yenye kumuudhi Mwenyezi Mungu. Ama wewe utakuwa umefunga na mbele ya Mwenyezi Mungu huna kitu. Kuna mtu pengine amefunga kisha ikilia muadhini, idafa atakalofungulia muadhini ni la kujepa. Kuna kitu hapo? Katika kitu kikubwa ni mtu afuturu katika rizqul halal. Umefungua atarajia malipo kwa Mwenyezi Mungu, ufuturu kitu cha halali, lakini papo ukifungua umefungua na kitu cha kujepa, hapo utakuwa umefunga njaa. Unaona? Kwa hivyo ujitenge na yale mambo mabaya ili saumu wako pia asiharibike, kwa sababu mambo yenye kumuudhi Mwenyezi Mungu, zikao ambazo hazina khairi, usiketi. Ramadhani ni ule wakati wako, kila wakati uipangie. Asubuhi unajuzu pengine usome, na kazi zako za nyumbani ujipangie wakati gani utafanya kazi zako za nyumbani, wakati gani utasoma juzu, wakati gani utaleta dhikri, wakati gani. Ule wakati wako wafau upangie wote, na ujitenge na zikao ambazo hazina maana. Meketi katika grupu, mara ametoa fulani, ameamba fulani, metia fitna huku, katia fitna huku, au ni mambo ya maasi ambayo tumeambiwa tuitenge nao, na mambo ambayo hubatilisha saumu yetu. Ukitenga na mambo kama hao, hafadha Allahu min alfitan, Mwenyezi Mungu atakutenga, atakuhifadhi na fitna, mitihani. Kisha tahara qalbahu, Mwenyezi Mungu atatahirisha moyo wako. Na katika faida nyingine, ukiata jambo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ukiata jambo ibaya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atakupa badali ya kitu cha khairi. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye amesema, man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Ukiata kitu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, mali, kila mtu anapenda mali, akisikia mali atainua mashikio aangalie yako wapi au mali. Lakini ukiata mali ya haramu, kuchukua mali ya haramu ni maasi. Ukiata mali ya haramu, Mwenyezi Mungu atakupa mali ya halali yenye baraka. Kwa hivyo ukiata kitu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atakupa badali chochote unachokiata. Lakini ukiate kwa ajili ya Allah, Allah atakupa badali. Sasa tunaenda katika subra, kigawanyo cha tatu.
ambacho hiki ndicho kinazungumziwa sana na ni maarufu zaidi. As-sabru ala aqdari llahi mulima, kusubiri juu la kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, napokuwa ni utungu lakini unasubiri. Kila siku sisi katika dunia hii tuko katika mitihani. Hii dunia tuko katika mitihani. Kwa hivyo usifikirie wewe utaishi kwa raha bila ya kupata maudhi ama bila ya kupata mitihani, kwa sababu ad-dunya daru ibtila, dunia ni nyumba ya mitihani. Kwa hivyo wakati wote uwe chonjo kupambana na mitihani na kukabiliana nao na kusubiri hiyo la mitihani hii, ili ukapate malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo lengo la kusubiri juu la mitihani hii kwa kadha ya Mwenyezi Mungu ni kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anaweza kwamba anaafia leo, kesho akawa magonjwa katika mitihani ya Mwenyezi Mungu. Napopata ugonjwa, wengine ulalamika sana, sema Mungu ni wanaimiti, kisha shida hii imeniletea shida nyingine, kisha shida hii imeniletea shida nyingine. Shukuru kwa Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu akupenda ndio akakuonda, na kila anapokuonda Mwenyezi Mungu kuna ujira na kuna kunyanyuliwa daraja. Hakuna aliyeonda zaidi kwa maradhi kama kuonda Nabii Allah Ayub alayhi salam. Nabii Allah Ayub ameonda kweli, ameonda mwanzo kwa kukosa zipendi, mefiliwa na watoto wake wote, kosa family, ana wanyama wake wote, fakdul mali yote akaenda, zizi imebaki tupu. Kisha akaba yeye ni mwenye afya, Mwenyezi Mungu pia akarudi akamuonda na ile afya aliyokuwa nao, akashikwa na maradhi kwa miaka mingi, maradhi mazito, watu wote wakamkimbia, maradhi ya ngozi mpaka mwili wake toka mayongoo. Watu wakamkimbia, kabakia na mke wake peke yake. Sasa sisi ikiwa tumeonda na maradhi, je, tumefikia stage hiyo? Hatujafikia stage hiyo ya kukimbiwa na watu mpaka watu wasikuguze, hata peke yako. Hatujafikia stage hiyo. Namna utakavyoondwa utofikia namna alivyoondwa Nabii Ayubu alayhi salam. Na ashaddu nasa tilaan anbiyaullah, wale watu walioondwa sana wakapawa mitihani mikubwa, namba kwanza ni mitume. Na kila ukiwa bora mbele ya Mwenyezi Mungu, mtihani wako huwa mkubwa. Kwa hivyo kila unapopata mtihani mkubwa, huwa wewe asili kupa ule mtihani ni bora mbele ya Mwenyezi Mungu, na kinyume chake kiwa huulizwi, jua ya wewe uko mbali na Mwenyezi Mungu. Usisherekee hali ya kutokuondwa, kwa sababu ikiwa hujaondwa huwa wewe uko mbali na Mwenyezi Mungu, kwa sababu idha habba Allahu qauma talahum, Mwenyezi Mungu akiwapenda watu waonda. Sasa ikiwa huyapendwa hutoondwa bila shaka, lakini sote tuko katika mitihani. Ikiwa huko katika mtihani huu, huko katika mtihani ule. Ikiwa wewe ni mzima wa kiafya, itakuwa wewe pengine ni fakiri, ni fukara, huna mali. Ikiwa wewe huna mali, pengine wewe ni tajiri, una mali mengi. Lakini wengi washangaa, kukosa mali pia nkuonda, ama kukosa mali nkuonda, lakini na kupata mali pia ni kufanya nini? Ni kuonda. Adha amekujaribu, amekupa mali, utaishi vipi katika ulimwengu? Utatakabara, kwa sababu kuna watu walipewa mali wakapotea. Kisa cha sahaba mmoja ambao mpaka kiitwa hamamatul masjid. Kuna sahaba mpaka kaitwa kijuni cha msikitini, ule noni ambao uketi msikitini, kwa sababu yeye alikuwa hakosi swala ya jamaa na wakati yote uko katika msikitini. Ikafika hadi
akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, niombe nami nipate mali. Akamwambia Mtume, niombee nipate mali. Mtume akamwambia, mali si bora kwako, lakini akasisitiza kila siku amwambia Mtume, niombee nipate mali. Mtume akamwombea, akaanza kupata mbuzi, nyama wakazaa wakizaliana, kila siku patapata jishtuka, jamaa amekuwa na zizi kubwa la mbuzi. Lakini athari yake sasa kawa huyu bwana alikuwa akiitwa hamamatul masjid, hatoki msikitini, akaanza kukosekana wapi? Msikitini. Swala jamaa sasa kawa haipati tena, kawa haswali kwa wakati wake, ikaenda mpaka swala kawa juma mpaka juma ndo kuonekana, kwa sababu ameshughulika na wanyama, ameshughulika na mali. Sasa kawa yeye ni juma mpaka juma, mara juma mpaka juma pia akafanya nini? Akakosekana. Juma mpaka juma pia akakosekana. Haya, sasa ikafika wakati huu bwana Mtume akatuma watu kwenda kutukua zaka za mali. Huu bwana ikia wakati alikataa kabisa kutoa zaka, akasahau kabisa kwamba yale mali alipata Mtume alimwombea dua, akasahau hilo kabisa, akasema mali nilipata kwa nguvu zangu, akakataa kutoa fungu la Mungu. Haya, angalia hali yake alivyokuwa mpaka kupata mali, hali ilibadilika kutoka mtu huitwa hamamatul masjid mpaka kukataa amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoa zaka. Hali yake ilikuwa nzuri ama mbaya? Naona nakwambia mali ni mtihani. Kuna wengine akipata mali badilika kabisa, ndio Mwenyezi Mungu akaikataa kabisa. Mfano wa Karuni alipewa mali na Mwenyezi Mungu, mwisho ilikuwa vipi? Likataa kutoa fungu la Mungu, na alikataa. Nasema alipata mali kwa elimu yake na ujuzi wake, na wengi wapatao mala asafi huenda upande huu wa Karuni. Unaona yeye amepata kwa nguvu zake, kwa ujanja wake. Kwa hivyo ni maondo, Mwenyezi Mungu amefanya nini? Ameonda. Sasa ukipa mtihani kuna kufaulu na kufeli, na mali ni mtihani mkubwa. Wengi hufeli katika mtihani wa mali, lakini na wewe ambao hukupawa pia Mwenyezi Mungu amekuonda. Wewe ambao hukupawa Mwenyezi Mungu pia amefanya nini? Amekuonda. Je, utaridhika na hali ya Allah subhanahu wa ta'ala ile amekupa ya ufukara? Utaridhika nao? Ndio wengine nasema ufukara ni nusu ukafiri. Ufukara ni nusu ukafiri. Kuna wangapi leo wamebadili dini kwa ajili ya wapate mali? Wangapi hata wamebadili dini? Sasa hiyo katika ile hali yoyote ulio, ala kulli hali, ataka ushukuru Mwenyezi Mungu na utambue hapa nilipo niko katika kadhaa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu amenionda katika hali hii. Ukiwa hali ya ufukara umeondwa, ukiwa hali ya tajiri mwenye mali pia umeondwa, ukiwa hali ya afya umeondwa, na ikiwa uko katika hali ya ugonjwa umefanya nini? Umeondwa. Mwenyezi Mungu anaangalia afya yako unaitumia vipi? Unaitumia kumridhisha Mwenyezi Mungu ama unaitumia kumwasi Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu anakuangalia. Misiba mingine ni hii ya kufiliwa, ya kumkosa mtu unayempenda. Mara nyingine Allah amekuonda kwa kijana chako unayempenda, amekuonda kwa mzazi wako, pia uwe ni wenye kusubiri. Ndio Mwenyezi Mungu atuambia katika aya ya Qur'ani, wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin.
alladhina hum idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kigawanyo hiki cha subra ndio hii aya inazungumza. Katika kigawanyo hiki cha subra, mitihani, Mwenyezi Mungu asema lanabluwannakum, kwa taukidi hiyo ni sure bet, kwamba hiyo utaondwa. Ndio kawaambia sote tuko katika mitihani, katika hali yoyote tuko katika mitihani, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametia taukidi, amesema lanabluwannakum, tutawaonda bishai, na kitu minal khawfi, na hofu. Leo ukiwa wewe katika amani, kuna watu huishi katika hofu kubwa. Tutashambuliwa sasa. Kuna watu leo hawana makazi, hawana nyumba ya kuketi. Kuna watu leo hawajui hata wataswali wapi, watalala wapi. Ikiwa wewe una nyumba yako, utayala, utajistiri na nini, kuna watu hawana, na wako katika hofu wao, wakati wote wao wasubiri kushambuliwa. Kwa hivyo kiwa wewe uko katika amani, uko katika neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waljui, Mwenyezi Mungu asema taonda na njaa. Kiwa wewe leo wapata futari, kuna wengine hawapati futari. Kiwa wewe wapata futari, hata kama ni chakula kimoja nyumbani kitapikwa, kuna wengine hawana hata hiko chakula kimoja. Kiwa wewe unapata futari, wewe katika neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wengine hawana, wameonda, ana njaa. Kuna sehemu zina njaa, mtu hajui atampa mtoto nini, hata mtu mzima, hata mtoto mai hakuna. Wengine wanatamani chakula cha kumpa mtoto, mtu hana. Kwa hiyo kwa neema pia umkumbuke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuna wenzako wameondwa, wanaksi minal amwali, na kupungukiwa na mali. Unaweza leo kawa tajiri, kesho kafilisika. Kule kufilisika pia katika mitihani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usitoke mipaka. Wal anfus, na nafsi. Leo na ndugu yako aweza kukufia. Leo na mamako aweza kukufia. Leo na mtoto wako anaweza kukufia. Leo na mume wako aweza kukufia. Hiyo ni mitihani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Subiri kwa hilo. Wathamarati, na matunda. Wabashiri sabirina, basi Mwenyezi Mungu asema wape habari njema wenye kusubiri. Wataka kufikiwa na hii mitihani yote, wakawa wao watasubiri na kuregea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kule kusema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, sisi ni wa Mwenyezi Mungu na kwa Mwenyezi Mungu tutafanya nini? Tutaregea. Yeye amechangulia na sisi tuko nyuma. Yeye ametangulia na sisi tuko nyuma. Bila shaka hakuna mtu atahifadhika na kifo. Sote tuko katika kwenda kwa Mwenyezi Mungu, lakini ile ambao hatujui ni wakati. Sisi hatujui wakati wetu, lakini tuko katika safari. Sote ni wasafiri, tunao safari, tunao. Hilo kata kauli katika akili yako, kata shauri kwamba safari tunafanya nini? Tunayo, lakini wakati ndio haujafika, na kila mtu ako na wakati wake. Kwa hivyo ndio maana tunasema inna lillahi, sisi ni wa Mwenyezi Mungu, wa inna ilaihi rajiun, na sisi kwa Mwenyezi Mungu tutafanya nini? Tutarudia. Hatuna ujanja. Kiwa hukwenda leo utakwenda kesho, kiwa si mwaka huu utakwenda mwakani, kiwa si miaka 10 hii leo utakwenda miaka 10 hiyo. Kwa hivyo sote tuko katika transit. Dunia ni transit, hatujapata kituo. Sisi ni wasafiri. Sisi waambia ukiishi katika dunia uishi kama mgeni, lakini sisi uishi kama wenyeji kabisa. Uona hapa ndio tumefika, hatujafika. Kufika kwetu ni akhera kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. So ukifanya lolote ufanye kutaraji malipo mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ndio zawadi zako unazitukua kwa safari unaosafiri.
oko kutukuliwa hoho wala korosho, hakondi hoho wala korosho, itakwenda ni amalu salih, amali njema ndio itakwenda huko ikusaidie mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna amali itakuwa shafia, kuna amali zitakwenda kukutetea kama kusoma Qur'ani. Ikiwa wewe ni msomi wa Qur'ani, Qur'ani itakwenda shafia li ahli, ikutetee, sema Allahu fulani alikuwa akinisoma sana, akiata mambo yake akinisoma. Saumu pia itakuwa ni shafia li ahli, ataambia Allahu fulani aliata chakula chake, akata mai yake, akata starehe zake kwa ajili yako Mwenyezi Mungu, na uombezi wake siku hiyo itakuwa ni wenye kukubalika mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alipita sehemu kuna makaburi, akandirika mwanamke ulia uiponda, amefiliwa na mwanae. Ulia nikiponda, Mtume akamwambia isbiri, subiri. Akamwambia hilo halikukupata uwe ndo unaambia subiri. Mtume akapita, simuulize, akaenda zake. Wale watu nyuma akamwambia, wewe wajua umenijibu nani jibu hilo? Wewe umenijibu Rasulullah, jibu hilo umenijibu Mtume Mwenyezi Mungu, umenijibu jibu hilo? Akashtuka yale wananiinchu, akaenda kumtafuta Mtume. Sasa akaenda akamwambia Mtume, mimi sikujua. Akamwambia ni Mtume nini? Mtume akamwambia inna sabra inda sadamatil ula, subra ni pale mwanzo msiba kukusibu, pale umepata habari mbaya ya kufadhaisha, pale pale unene inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna. Sio mwanzo iponde uomboleze kisha mwisho ndo sema alhamdulillah. Umechelewa. Pale mwanzo unapopata habari ya kukufadhaisha na kukuhuzunisha moyo wako, wataka pale pale uregee kwa Mwenyezi Mungu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna, na uwe mwenye kusubiri. Na malasafi upande huu mama zetu mtanisamehe kwamba wanawake ndio huomboleza sana wakifiliwa kuliko watu warudi. Huomboleza Allah, unamuuliza Mwenyezi Mungu, umeniatia nyani mimi sina maana. Mwenyezi Mungu ajua Mwenyezi Mungu, na ule mtoto amekupa ni nani? Ni yeye. Ule mtu wako ambaye amekufa ni Allah alimleta, na Allah ndo amemfanya nini? Amemwondosha. Mbona uomboleza? Na Mtume ametukataza mambo haya. Kuna time utapata msiba na malipo ya msiba usipate kwa sababu ya kutokusubiri. Utapata msiba, malipo ya msiba usifanya nini? Usipate. Umenena maneno mengi ya kumuudhi Mwenyezi Mungu. Mtume katika hadithi nyingine amesema laysa minna man shakka aljuyuba wa hatama hududa wada bidawati aljahiliya, si katika sisi mwenye kupasua nguo. Kuna watu huiponda piga na tini, wakaipiga na mbambaa, wakapasua nguo, wakaomboleza, wakanena maneno mengi katika wanapopata na misiba. Kwa hivyo ukifanya mambo haya yote, msiba unao na malipo huna. Lakini pale utakapoisubiri, ni kweli kufiliwa ni kuzito, na kulia ufaa, sijasema ifai. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alifiliwa na mtoto wake Ibrahim, akaonekana matozi untiririka. Masahaba kamuuliza ni nini ya Rasulullah? Akaambia hadha rahma, kulia ni sikitiko, ni rahma yakubalika. Lakini kule kunena maneno ambao Mwenyezi Mungu hayapendi, hapo ndio tunapokosea. Hapo kunena maneno Mwenyezi Mungu hayapendi. Mwingine ufunga kula siku 3 hadi kubali, fokuwa na rejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
ili Mwenyezi Mungu ndio atakupa thawabu. Na tuambiwa katika aya, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab, Mwenyezi Mungu atawalipa wenye kusubiri malipo yao pasina hisabu. Kuna amali zingine Mwenyezi Mungu amezungumza katika Qur'ani, Mtume ametuelezea kwamba hasanati ni kwa 10, lakini ibada ya saumu hatujaambiwa. Mwenyezi Mungu asema asaumu li wa ana ajzi bi, saumu ni yangu na mimi ndio nitailipa, kwamba malipo yake ni makuu. Na hao upande wa subra nao tuambiwa, hatujaambiwa ni ngapi, lakini tuambiwa innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab, utalipa pasina hisabu. Ina maana malipo yake ni nini? Ni mengi yasiyohesabika. Kwa hivyo ndugu Waislamu, tuwe na sifa ya kusubiri, kwa sababu inna Allaha ma'as-sabirina, Mwenyezi Mungu uko pamoja na kusubiri. Kusubiri katika zigawanyo zote tumezungumza. Asabru, tusubiri katika toa ya Mwenyezi Mungu, tusubiri katika kuepukana na maasi, vile vile tusubiri tukipata mambo yenye kutuliza, mambo yenye kutuhuzunisha, tuwe tutarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili tupate ujra wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hapa nitakomea. Mwenyezi Mungu atujalie. Innal ladhina yastami'una alqawla, tamkaribisha Ali Anwar. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimu salihat, wa ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathiran, amma ba'd. Baada ya kurejesha shukrani kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma mwalimu wetu, kipenzi chetu, kiongozi wetu, Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hatuna budi pia kurejesha shukrani kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, katujalia bado tupo katika mwezi mtukufu, tupo katika ibada tukufu, na tuko katika masaa matukufu. Alhamdulillah, hii ni neema ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuneemesha nao sisi Waislamu. Mengi yameongelewa na Ustadh Mbwana kuhusiana na subra, kuhusiana na kumwogopa Allah, kuhusiana na kushukuru alizokujalia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kabla mimi sijaongea niliyoyapanga leo, nataka niongee mambo matano ambayo kwamba ni muhimu kwa mwanadamu aepukane nayo. Mambo kama hayo mwanadamu akiwa nayo yanaharibu moyo wa mwanadamu. Ibn Qayyim Jauzi anasema katika kitabu chake cha Madaris Salikina, anasema kuna mambo matano ambayo kwamba mwanadamu lao akiwa nayo mambo hayo basi yanaharibu moyo wake. Yani mwanadamu akiwa na hayo mambo, moyo wake unaharibika, unatumbuka tundu, unaoza, japokuwa huwa hatuoni moyo wetu kama umeharibika. Lakini kuna mambo matano ambayo kwamba mwanadamu akishakuwa nao mambo hayo, basi mambo hayo yanaharibu moyo wake. Akasema jambo la kwanza ni at-taalluq bi ghairi llahi, kushikamana na asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kivipi? Yani ni kama ukashikana na dunia lakini ukamsahau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikawa wewe kufurahishwa kwako ni mtu akutajie dunia tu, lakini mtu akikutajia mambo ya akhera unakasirika. Manake utapata watu
Ukimtajia mambo ya kidunia, starehe za kidunia na shughuli zote za kidunia, yeye ni yasikia raha, yeye yuwafurahika, yeye anaweza kuwa rafiki yako kwa sababu unamtajia mambo ya kidunia. Ukikana yeye stori zake anazotaka ni kumtajia mambo ya kidunia tu, lakini ukimtajia mambo yanayohusiana na akhira, basi inakuwa ni vita, anakasirika, anakuchukia. Au utapata mtu iwe ukitaka kuongea na yeye kumfurahisha yeye ni umtajie pesa tu. Ukisha kumtajia masala ya pesa basi ushamfurahisha, lakini ukimtajia masala ya Mungu ushamuudhi. Sasa mwanadamu akiwa na jambo kama hilo, ikiwa yeye ameshikana na mambo ambayo kwamba hayahusiani na Allah subhanahu wa ta'ala, mambo ambayo kwamba yanahusiana na Allah, akitajua anakasirika, basi huyo mtu kama huyo moyo wake ushaoza. Kwa sababu kuna mtu kimtajia mauti wewe ushamuudhi, kisha kumtajia mauti wewe ushamkasirisha. Hata kama alikuwa ana furaha hiyo siku, ile furaha yake yote ushaipoteza kwa sababu umemtajia mauti, kwa sababu umemwambia kuna kufa, kwa sababu umemwambia kuna moto. Sasa mtu akisha kujiona yuko hivyo, ajue moyo wake ushaoza, ajibadilishe haraka. Kisha Ibn Qayyim Jauzia akasema jambo la pili ni rukubu bahari tamani, kupanda bahari ya kutamani. Mwanadamu ukisha kupanda bahari ya kutamani, basi moyo wako ushaharibika. Kupanda bahari ya kutamani vipi? Ni kuwa unatamani kitu alafu ukifanyii kazi. Wewe watamani kuwa tajiri lakini ufanyi kazi, washinda ndani ya nyumba, huwezi kuwa tajiri. Watamani kuwa na mtoto lakini hujaolewa, huo mtoto utampata wapi? Watamani uwe na kitu fulani lakini hukitafuti. Ama watamani uwe na mke lakini pia huo mke mwenyewe hujamtafuta na hata mahari hujapata. Watamani uwe na kitu fulani lakini huna. Watamani leo nile chakula fulani lakini huna pesa na hujui pesa utazitolea wapi, na umekaa ndani ya nyumba hutaki kwenda kuzitafuta. Sasa mwanadamu akiwa amepanda bahari tamani, bahari ya kutamani, ujue mwanadamu moyo wako ushaanza kuoza, moyo wako ushaanza kuharibika. Usitamani kitu kisha ukifanyii kazi. Ndio maana tukaambiwa thawabu za Ramadhani hazipatikani kwa kutamani, kwamba mimi natamani safari hii Ramadhani hii ni swali swala za tarawih zote, ni swali vipindi vitano kwa wakati, nisome Qur'ani, nitoe sadaka, lakini huwezi kuzipata thawabu zake kama hutozitekeleza. Ni lazima uzitekeleze hizo zote ulizotamani, kisha ndiyo upate thawabu zake. Sasa Imam Ibn Qayyim Jauzia anasema mwanadamu akisha kupanda bahari ya kutamani, moyo wake huwa ushaoza. Kisha akasema jambo la tatu ni kasratu mukhalata, wingi wa kuchanganyika na watu. Kuna watu yeye wapenda sana kukaa na magrupu, yani kikundi hiki yeye yuko, kenda kikundi hiki yuko, grupu hii, yani sema mambo, kuna watu, kuna mazungumzo ambayo kwamba hayamuhusu yeye yupo. Yani hakuna wakati utampata yeye amekaa peke yake ama ana shughuli zake. Yeye anatamani atanganyike na watu tu. Mambo na siasa yuko yeye, ukienda mambo ya vikundi yuko yeye, mambo ya bahari yuko yeye. Ukisha kumuona mwanadamu ana tabia hiyo, ujue moyo wake ushaoza. Mwanadamu hafai kuwa anapenda sana kujichanganya na watu. Waambie pele bora kukaa peke yako, kujitenga kuna wakati na kusaidia. Kwa sababu ile kujiweka kwamba wewe uko nyumbani ni time ya swala ukaswali, ni shughuli zako ukafanye, urudi ndani ya nyumba, yani uangalie maisha yako, kuna mengi maovu yatakuepuka. Lakini ile mchanganyiko wa watu kila sehemu uko wewe, mengi ambayo kwamba hata takuwa si yako utaambiwa ni wewe. Maovu ambayo kwamba si yako utasingizwa wewe kwa sababu umejichanganya kila sehemu uko wewe. Kama mfano wa chumvi, kila mchuzi utakapopikwa lazima iwekwe, yani sehemu zote uko wewe. Sasa mwanadamu akiwa na tabia hiyo katika michanganyiko ya watu, kila sehemu yuko yeye, ujue mwanadamu huo moyo wake umeoza. Kisha akasema jambo la nne ni kasratu shibai, wingi wa kushiba. Mwanadamu kama na wingi wa kushiba, ubujue moyo wake na yeye pia ushaoza. Kwa sababu ukishiba sana, ibada huwezi kufanya, kazi zako zingine huwezi kufanya, umekula hadi ukapitiliza. Mtume ashatuambia vigawanyo katika tumbo letu vitatu. Kuna sehemu ya pumzi, kuna sehemu ya maji na sehemu ya chakula. Sasa ya chakula umeijaza, ya maji umeijaza na ya pumzi umeijaza. Kisha na bado hapo unataka kuingiza maji. Ndio pale ukishakushiba, kulala huwezi, kukaa huwezi, kufanya kazi yoyote huwezi. Kwa sababu mwenye kushiba sana mara nyingi ibada hazifanyi. Atasema ngoja nitulie kidogo, chakula kikishuka nitaenda kuswali. Na ndio kipindi kitapita hivyo hivyo. Na kisha mwisho wa siku pia hutokilipa hiko kipindi. Na mwenye kuacha swala kwa kusudi,
basi hiyo dhambi zake ni kubwa. Sasa mwanadamu mwenye tabia ya kushiba sana, moyo wake na yeye huwa ushaoza. Kisha akasema jambo la 5 ni kasratun naumi, wingi wa kulala. Mwanadamu hafai kulala sana. Hiyo umelala kuanzia usiku ulivorudi kuswali ishai, ama ulivolala usiku time zako ulizolala, ukalala mpaka saa 6 ndo umeamka. Alafu saa 6 hiyo umeamka, ukafanya shughuli zako, ama ukaamka ukaenda chooni ukaswali ukarudi tena ukalala. Ni wapumbaza saumu. Hakuna saumu ya kupumbazwa hivyo. Saumu ya pumbazo na kusoma Qur'ani, saumu ya pumbazo na adhkari, saumu ya pumbazo na yale mambo ya khairati, ndio kupumbaza saumu. Ndio saumu yako inakuwa mzuri ikienda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sio umelala kuanzia asubuhi mpaka jioni ndio umeamka eti umepumbaza saumu. Saumu yenyewe haina nguvu. Hata utamu wa saumu hujausikia. Utamu wa saumu ni ile usikie saumu imekubana. Usikiani huelewi, kisunzi si kisunzi, kichwa si kichwa, huo ndio utamu wa saumu. Ndio utajua kwamba wewe kweli umefunga. Hasa ikifikiria majira ya saa 11 kuelekea saa 12. Jioni mbaya ile ndio utaisikia saumu kwamba kweli wewe umefunga. Lakini asubuhi, mchana huwa bado hujaisikia saumu na bado hujaonja utamu wa saumu. Sasa ule mwenye kufanya wingi wa kulala, takuwa moyo wako umeoza. Sasa Imamu Ibn Qayyim Jauzia anasema mwanadamu mwenye kupambana na mambo haya 5 ama mwenye kuwa na mambo haya 5, basi mwanadamu huyo moyo wake umeoza. Kisha kuna mambo muhimu ambayo kwamba nafani yazungumzie, kwa sababu bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema man ta'allama al-Qur'ana wa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Mbora wenu ni yule mwenye kujifundisha Qur'ani kisha akafundisha. Lakini alichomaanisha Mtume hapa sio kwamba ni Qur'ani tu, kwamba ufundishe Qur'ani, ujifundishe alafu fundishe. Alichomaanisha hapa ni kuwa elimu yoyote ile ulionayo, elimu yoyote, iwe ni Qur'ani, iwe ni fiqh, iwe ni sira, iwe ni elimu yoyote, hata ni elimu ya kupika, ya kuchonga, ya kufagia, yoyote ulikuwa nao ukajifundisha, halafu ukaifundisha, wewe ni mbora katika watu. Ndio alichomaanisha Mtume. Sio kwamba ni Qur'ani tu. Elimu yoyote ile ulikuwa nayo ambayo kwamba ulijifundisha na ukaijua, halafu ukafundisha, wewe ni mbora. Sasa madamu Allah subhanahu wa ta'ala ametuafikia sisi tukaenda kusoma na tukajua ovu na baya, basi ni lazima tuelimishane. Maana kwa hii darsa imewekwa kwa ajili ya kuelimishana, kwa ajili ya kukumbushana, kwa ajili ya kuelekezana, kwa ajili ya kuwekana sawa. Kwa sababu siku hizi mashehe wamekuwa wengi. Kila mtu siku hizi ni shehe. Kila mtu anaingia katika mitandao akigoogle ama akisikia pahali anakuwa shehe, anatoa fatwa, anasimama aanze kuelezea watu, ama asimame kwenye mtandao aeleze watu bana kitu fulani na fulani kikifanya hakifai, ama kitu na fulani kinafanywa hivi. Sasa imekuwa kila mtu ni shehe. Na mashehe wengi wanaozuka sasa ni washehe wa kupoteza watu. Kwa sababu kuna mambo anaongelea ni kupoteza watu tayari direct. Waona kabisa kwamba huyu mtu anapoteza watu. Sasa kuna mambo 5 au 4 nitayazungumzia ambapo kwamba ni muhimu lazima sisi tuyajue, na ni muhimu lazima tuyatie akilini na tuyafanyie kazi. Jambo la kwanza nitalizungumzia ni masala ya kuleta uradi katika tarawehe. Ile kila baada ya raka 2 huwa kuna uradi unaletwa. Nadhani mtakuwa mnasikia msikiti wa Muhdhari na msikiti wa Harambe hapa. Kila baada ya raka 2 kuna uradi unaletwa. Maneno ya Allah, anaswaliwa Mtume, anataja masahaba na kuomba dua kila baada ya raka 2. Lakini mwaka jana kuna shehe alikuja akasema kwamba watu fulani kila baada ya raka 2 ukansondo. Kila baada ya raka 2 ufanya nini? Ukansondo. Bimaana ndani ya msikiti kila tukiswali raka 2 usipiga nsondo. Sasa ukumbuke pale ndani kwa tajwa Allah, pale ndani kwa tajwa Mtume na waswali wa Mtume, pale ndani kwa tajwa maswahaba, pale ndani kwa soma Qur'ani, pale ndani kwa letwa dua, kisha tuambiwa kila baada ya raka 2 twaruka msondo. Sasa sijaelewa huu msondo ambao kwamba unapigwa kwenye harusi na vile tunavyofanya sisi, msondo ni upi kati hizo mbili? Kwa sababu ule kwenye harusi ndo tunajua ule ndo msondo. Sasa tuambiwa kila baada ya raka 2 tutapiga msondo, kwamba tukileta tasbihi ama tukimswalia Mtume ama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kalimatani khafifatani fi lisani thakilatani fi mizani kisha habibatani fi rahmani
Mtume sallallahu alaihi wasallam anena maneno mawili ni mapesi katika ulimi, katika kuyatamka ni mapesi sana, kisha ni mazito katika mizani, katika kupimwa, na ni mapenzi ama ni mazuri na Allah anapenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema subhanallahi wa bihamdihi, akasema subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Sasa sisi kila baada ya raka mbili utatusikia tunaleta subhanallah, nyingine sema hadha fadlu minallahi wa maghfirati bi rahmatihi. Sasa sisi kila baada ya raka mbili twaleta tasbihi, twaleta istighfari, twamtaja Allah, twamtaja mtume, twataja na masahaba zake, tukaambiwa kwamba tupiga msondo. Sasa tumekuwa ambiwa tupiga kelele. Sasa imekuwa zile kelele, Allah amekuwa sasa huletwa kelele sasa ndani ya misikiti. Basi kama hizo ni kelele ama huo ni msondo, basi inabidi tuchukue msondo wenyewe kila baada ya raka mbili tuweke msondo, ndio itakuwa tumefanya ile jambo la sawa. Sasa kama hili la kumtaja Allah na mtume ni msondo, tuchukueni lile lingine tulilete, kama hili itakuwa ni msondo. Na wakati sisi tunafanya hivyo huko Maka kwenyewe, kila baada ya raka 4 watu wanaenda kuhiji Al-Kaaba, wanaenda kutufu kila baada ya raka 4. Lakini sisi kwa sababu hakuna Al-Kaaba, kila baada ya raka 2 twaleta uradi. Lakini wao wataka watu Allahu akbar kupiga salamu watu simame, yani sijui mmefukuzana nani, mna haraka sijui muenda wapi. Hilo ni la kwanza, tunafaa tulijue kwamba watu wengine sio kwamba wanatoa fatwa ama wanaelekeza watu kwamba watu wengi katika mstari, bali watu wengine wanakuja kupoteza watu. Yani wapo kama wamewekwa, yani wanalipwa, sielewi, kupoteza watu tu. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili nataka nilizungumzie hili masala ya nia. Hii masala ya nia ya saumu. Maana tuambiwa kwamba ile siku ya kwanza ukiweka nia ama ile siku ya kwanza ukifunga huwa ndio ushaika nia Ramadhani yote. Yani ile siku ya kwanza ukishakutia nia kwamba kesho nafunga, basi naambiwa nia hiyo imetosha mpaka Ramadhani nzima. Wengine wanakuambia ile kwenda kuswali, ukitoka nyumbani kwenda kuswali huwa ushaika nia ya kuswali. Ukifika kwenye swala haina haja uweke nia. Na wakati nia umeambiwa uiweke, uifungamanishe na kile kitendo. Utaka kuswali pale ndio utie nia uswali. Sio kwamba umetoka nyumbani ndio ushatia nia uenda kuswali. Sasa nataka nilizungumzie hili masala ya nia katika hii saumu ya mwezi mtukufu Ramadhani. Swali la kwanza litakuja, je, nia yafaa uilete kila siku? Na swali la pili litakuja, je, yafaa kunuilizana ile wewe kusema alafu watu wakufuate nyuma? Hata nijibu hili swali la kwanza. Mwanzo hukumu ya mtu ambaye kwamba hatii nia. Naomba mnisikize vizuri hapa. Hukumu ya mtu ambaye kwamba hatii nia, wakati usiku ataka alale ama wakati wa kula daku ama ameshafuturu, haeki nia yake usiku mpaka ikafika alfajiri ukaamka na saumu, ukumbuke hauna saumu. Kama usiku hukuweka nia, halafu asubuhi ikakupambukia hukuweka nia usiku, wewe hauna saumu. Hiyo ndio hukumu ya mtu ambaye kwamba haeki nia usiku. Tuangalie hadithi ya An Hafsa radhiyallahu anha, ya mke wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema anna nabii sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume rehma na amani zimuende yeye anasema, man lam yubayyiti siyama kabla alfajri fala siyama lah, ambaye kwamba haeki nia usiku kabla ya kupambauka alfajiri, haeki nia usiku, basi huyo siku ya pili yake yeye hana saumu. Ambaye haeki nia usiku, huyo ni Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba ambaye kwamba haeki nia usiku wakati wa kulala kabla alfajiri haijapambazuka, siku ya pili akiamka na saumu, saumu ile haikubaliwi, hana saumu. Sasa leo sisi twaje kuambiwa kwamba nia haifai. Nia ni lazima, ukisha kuikalea siku ya kwanza inatosheleza mwezi mzima. Nani alisema hivyo? Sasa ndo taka tufikirie sana. Ajua ule mtu ametoka ndani ya nyumba yake ameenda kusikiza darsa, lengo na madhumuni afaidike. Maana nyote hapa mmetoka majumbani kwenu, mmekuja hapa, mmekuja mufaidike, mupate faida. Lakini mtu atoke nyumbani aende msikitini akasikize darsa, kisha akifika katika darsa akute watu wanatua motoni na wengine wanatolewa peponi, wanaingizwa motoni, watu wanakufurishwa. Sasa takuwa umemfaidisha nini ule mtu? Mtu ametoka kwake, ameacha kazi zake, ameenda kusikiza darsa, afaidike, apate kujua kile ambacho kwamba alikuwa hakijui. Lakini wewe ukifika pale ukisikia darasa zao, watu wa motoni, watu wa maulidi, watu sijua nini, watu wote motoni,
watu hawa waabudu makaburi, hawa ni makafiri, hawa wateza zishuri. Sasa ni darasa hiyo, ni kupoteza watu ndani ya msikiti. Sisi tumeambiwa, Allah amesema sisi ni umma bora, ummati Muhammad huu ni umma bora, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Sisi tuamrishana mazuri na tukatazana maovu, lakini kwa zama hizi ambazo tupo ni yanhauna 'anil ma'rufi wa ta'muruna 'anil munkar. Yani tumeenda kinyume sasa, vice versa. Badala Allah amesema kwamba sisi ametusifu ni umma bora, tuamrishana mazuri na kukatazana maovu, lakini tumekuwa tuamrishana maovu, tukatazana mazuri. Sasa iwe mtu akileta adhkari mbala, mtu akileta uradi kwa sauti mbala, mtu akimswalia mtume mbala. Sasa sijajua hii ni dini ya nani wala ni dini ya kutoka wapi. Wajua vitu vingine sisi wenyewe wanadamu, unataka wewe mwenyewe ufikirie kwa akili yako ya kiwanadamu. Bwana mtu fulani amesema hivi, hili jambo kweli ni kweli? Ulipime, alafu sasa usisikize upande mmoja. Kama mimi nimesema hivi, usikiza huku na kule, kisha uyapime mwenyewe kwa akili yako. Lipi ni la sawa hapo? Lakini sio ukisha kuona kwenye mitandao ama ukisha kumsikia ustadhi kisa amevaa kanzu nzuri na kidevu kizuri ama amefunga vilemba vizuri, basi akisha kuongea ndo mambo yote ni ya sawa. Natakana tutie akili si wenyewe, tufikirie kwamba hili jambo huyu analolisema ni la kweli. Kisha swali lingine ambalo nafaa niulize, je, yafaa kunuilizana kama vile twafanya misikiti miwili, msikiti wa Muhdhari na msikiti Harambe? Ile mtu imamu kuleta nia na wewe tu kisha watu wakafuata nyuma. Je, inafaa? Ndio swali. Kwa sababu tuambiwa zile pia haifai, ni kelele. Nikijibu jibu hilo ni kuwa inafaa. Mwanzo hilo swali niloluzia ni kuwa inafaa kunuilizana. Kitu cha kwanza kinachopatikana hapo ni kuwa unamkumbusha aliyekuwa amesahau. Ndio faida inayopatikana hapo katika kunuilizana. Unamkumbusha aliyesahau. Kisha la pili, unamfundisha aliyekuwa ambaye kwamba alikuwa hajui, kwa sababu ile kunuilizwa, yule ambaye kwamba alikuwa amesahau yuko ndani ya nyumba, amesahau kutia nia. Umesikia watu wananuilizwa huko, na wewe utakumbuka kumbe mimi sijaika nia. Iko kitu cha kwanza. Kisha kitu cha pili, yule ambaye kwamba hajui kutia nia, sio wote wanaojua kutia nia. Sasa akisikia kule watu wanatia nia na yeye atafuata, itakuwa umemfundisha. Kisha na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alishawahi kuwanuiliza masahaba akiwakumbusha nia ya kwenda kuhiji. Walikuwa wanaenda kuhiji, Mtume akatia nia kwa sauti na masahaba wakafuata. Sasa sisi kila tunachokifanya tunafanya kwa dalili na tunafanya kwamba kitu kinafaa katika sheria ya Kiislamu, lakini sio kwamba kila kitu tuambiwa ni bid'a. Kila kitu ni bid'a na bid'a zote mbovu, na bid'a mbovu watu wote ni wa motoni. Hakuna kitu kama hiko. Wajua msomi aliyesoma akaelewa hawezi kusema kitu fulani Mtume hakufanya, kitu fulani Mtume hakukikataza. Hawezi kusema maneno hao. Ni lazima uende kidalili. Sawa, Mtume hakufanya, je, alikataza? Tuambie Mtume kwamba hakufanya kitu fulani, muulize hilo swali, je, aliwahi kukataza iko kitu? Sasa kuna vitu vingine sisi wenyewe tunafaa tufikirie kwa akili zetu. Na hii hadithi ambayo kwamba nimeizungumzia, hadithi hii imepokewa na maimamu wanne. Maimamu wanne wamepokea hadithi hiyo. Kisha mtu leo aseme kwamba akishakutiania ile siku ya kwanza basi inatosheleza mwezi mzima. Vitu vingine sisi wenyewe wanadamu tunafaa tupime kwa akili yetu ya kibinadamu. Kisha nitazungumzia masala ya tarawehe, ni raka 20 au ni raka 8, kwa sababu tutatizika sana sisi. Wengine watuambia tarawehe ni raka 20, wengine ni raka 8. Kuna wanaoswali raka 8 na kuna wanaoswali raka 20. Sasa nataka tujiulize, je, hii tarawehe ni raka 20 ama ni raka 8? Na hii tarawehe aliyoiweka ni nani? Na ni nani aliyetuambia raka 8 ndo tarawehe ama raka 20 ndo tarawehe? Kwa sababu wale tutatuambia bwana raka 20, hakuna tarawehe raka 20, tarawehe raka 8. Na sisi tunakwambia hakuna tarawehe raka 8, tarawehe raka ni 20. Hiyo raka 8 ni qiyamul layl, si tarawehe. Sunna ya tarawehe ya Ramadhani ni raka 20. Na ukiwauliza hiyo raka 8 imetokea wapi, kuna hadithi wanakupa wao. Wanasema kuna hadithi ambapo kwamba Ibn Salama ibn Abdurrahmani annahu sa'ala Aisha radhiyallahu anha, alimuulizana na Aisha mke wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kaifa salatu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi Ramadhana. Huyu sahaba alimuulizana na Aisha, akamwambiana na Aisha, vipi swala ya bwana mtume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mwezi wa Ramadhani? Na Aisha akamjibu, ma kana yazidu fi Ramadhana wala fi ghairihi ala 11 rakat, hakuwa mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akizidisha katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani zaidi ya raka 11. Ukiwauliza hiyo dalili umeitolea wapi ya kuwa tarawih ni raka 8, wanakuambia na Aisha aliulizwa kwamba vipi swala ya mtume bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, akasema kwamba mtume hakuwa akizidisha katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani raka 11. Sasa nataka niwaulize nyinyi, tarawehe iko Ramadhani ama iko na katika miezi mingine? Hii swala ya tarawehe yapatikana katika mwezi wa Ramadhani tu ama katika miezi mingine pia yapatikana? Sasa hii sunna ya tarawehe ni ipo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tu, na hapa na Aisha radhiallahu anha anasema kwamba mtume hakuwa akizidisha raka 11 ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bimaana hiyo ni qiyamul layl. Mtume Ramadhani alikuwa akiswali raka 11 ambazo 8 na zile 3 za witri na nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bimaana hiyo si tarawehe, hiyo ni qiyamul layl ambao kwamba sote tunaruhusika kuiswali, lakini tuambiwa leo ile ndo tarawehe. Sasa na sisi kwa nini tunaswali raka 20? Dalili ni hii hapa. An Yazid ibn Hudhayfa an Sa'il ibn Yazid radhiyallahu anhuma qala kanu yakumuna ala ahdi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu fi Ramadhana 20 rakat. Huyu sahaba anasema kwamba sisi tulikuwa yakumuna, tukisimama katika swala katika mwezi mtukufu Ramadhani ala ahdi Umar ibn Khattab, wakati wa zama za Umar ibn Khattab, wakati wa ukhalifa wa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, fi Ramadhana, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani 20 rak'ati, raka 20. Hizi raka 20 zilikuwa na Saidina Umar, na aliyekusanya watu msikitini kuswali kwa jamaa kama tunavyofanya sahihi ni Saidina Umar, na aliyekusanya watu msikitini waswali ndani ya msikiti ni Saidina Umar radhiyallahu anhu. Ni ngapi? 3. Aliyeka raka 20 ni Saidina Umar, alikusanya watu kwenye msikiti ni Saidina Umar, na aliyekusanya ndani ya msikiti ni Saidina Umar. Sasa wao wanafuata hizi mbili, moja umeiacha. Saidina Umar ndio aliweka raka 20. Saidina Umar ndiye aliyekusanya jamaa katika msikiti, kisha ndio alifanya watu waswali ndani ya msikiti. Wao waswali katika msikiti, waswali jamaa katika msikiti, lakini hawaswali raka 8. Kwa nini waache hii moja wachukue mbili? Na Saidina Umar ameweka raka 20, na hakuna siku mtume aliswali tarawehe, hakuna siku mtume aliswali tarawehe raka 8, na hakuwahi mtume kuswali tarawehe msikitini. Hakuna hadithi hiyo hata siku moja. Sasa waje waseme kwamba tarawehe ni raka 20, ni kwa hadithi gani ama kwa maneno ya nani kwamba tarawehe ni raka 20? Sasa sisi tukifanya tuambiwa kwamba ni bid'a, na watu wa bid'a ni motoni. Sasa hiyo raka 8 ya tarawehe ni watu gani hao? Kwa hivyo sisi wenyewe tusikubali tu tunapotoshwa tu kwamba tukiambiwa kitu fulani basi watu wote wafuate. Wewe mwenyewe tekana ufikirie kiakili yako, je, hili nililoambiwa ni sawa? Kisha nikimalizia nataka nizungumzie hii masala ya kuleta uradi kwa sauti, ile kama tunavyofanya katika miezi mingine kabla ya Ramadhani, ile kila baada ya swala huwa kuna jamaa watu wanaleta uradi, astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayh. Kila baada ya swala watu wanaleta. Je, kwamba hili linafaa? Na wakati sisi tushambiwa hilo ni bid'a, mtume hakufanya. Sasa naomba munisikize hizi hadithi za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuwa kweli lilifanyika wakati wa mtume ama ni sisi tumelizua. Ani Ibn Abbas radhiyallahu anhu anasema, na huyu Ibn Abbas, huyu sahaba aliombiwa dua na mtume, Mwenyezi Mungu amzidishie elimu, ni sahaba ambaye kwamba hadithi zake zote zilizopokea ni sahihi. Sasa Ibn Abbas anatuambia anna rafa'a sauti bidhikri hina yansarifu nasu min almaktubati kana ala ahdi nabii sallallahu alaihi wasallam.
Ibn Abbas anasema anna rafa'a sauti, kwamba hii kuinua sauti bidhikri, kwa kumtaja Allah, kuleta zile adhkari, hina yansarifu nnasu min almaktubati, pale wanapomaliza watu kuswali, kana ala ahdi nabii sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa kwandia wakati wa mtume, kwamba hilo jambo lilifanyika kwandia mtume mwenyewe yuko hai. Watu walikuwa wakileta uradi kwa sauti, wakileta adhkari kwa sauti kila ya baada ya swala ya faradhi. Kwanzia wakati wa mtume masahaba walikuwa wakifanya, na mtuzi hakukataza mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini iweje leo sisi tuje tukatazwe kwamba mtu kuleta uradi kwa sauti mbala, mtu kuleta adhkari kwa sauti haifai? Kisha huyu Ibn Abbas radhiallahu anhu anasema kunta alamu idha ansarafu bidhalika idha sami'tahu, sisi tulikuwa twajua kwamba swala hiyo ishamalizika kuswaliwa, tusikia zile dhikri za mtume anazoleta, tusikia hizo nyiradi zinaletwa, tulikuwa tunajua kwamba hii swala ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam watu wamemaliza kuswali. Kisha pia Ibn Abbas akasema tena kunna na'rifu inkidhaa salati nabii sallallahu alayhi wasallam bitakbiri. Ibn Abbas anasema kwamba sisi tulikuwa twajua kwamba swala imeisha huko tukisikia takbiri za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, wajua kuna maneno mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo kwamba ameyasema ni kama alikuwa anazungumzia huu wakati ambao sisi tupo. Yaani kama alijua kwamba kuna wakati fulani kutakuja mashehe waje wapande mimbari, watukane watu, wakufurishe watu, watie watu motoni, alizungumza, alisema udhkurullaha kathira hata yakulu almunafikuna muraun. Katika riwaya nyingine tuambia majunun. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema udhkurullaha, mtajeni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kathiran, tena kwa wingi. Hakusema mtajeni tu, alisema kathiran, tena kwa wingi, hata yakulu munafikuna, mpaka waseme hawa wanafiki, murauna, hawa wenye kuleta hizi adhkari au wenye kuleta uradi kwa sauti, hao ni wanafiki. Hao wenye kuleta uradi kwa sauti ni watu wanaojionyesha, wanapiga kelele. Huyo ni mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, mpaka wanafiki waseme kwamba hawa wanaoleta uradi kwa sauti, hawa wanajionyesha, hawa wanapiga kelele. Na katika riwaya nyingine tuambia mtume alisema majnun, mpaka waje watuambie kwamba hao ni wendazimu, wanapiga kelele ndani ya misikiti. Sasa haya ni maneno bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema hivi. Sasa hao wanaotuambia kwamba sisi kila baada ya raka mbili tupiga msondo, kila baada ya raka mbili tupiga kelele, basi wao ni wanafiki. Na sio kwamba mimi ndo nimewaita, hayo ni maneno ya mtume. Mtume anasema tumtaje Allah kwa wingi mpaka wanafiki waseme sisi kwamba tujionyesha, sisi tupiga kelele, au sisi ni wandazimu. Sasa na wao wanaosema hivyo, mimi na mimi nawaita wao ni wanafiki. Na wanafiki tunajua mashikio yao ni wapi. Wanafiki tayari tunawajua mashikio yao ni wapi. Na katika kitabu cha Ibn Taymiyyah, Imamu Ibn Taymiyyah ndiyo shehe wao mkubwa. Hao mawahabi imamu wao wanamtegemea ni huu Imamu Ibn Taymiyyah. Yani wao paka wamempa jina, wanamuita Sheikhul Islam, kwamba huu ndio shehe ya Waislamu, kwa kumtukuza ndio shehe wao. Sasa mimi nawatuma, nenda katika kitabu chake Takashaful Fitaa, mjalada wa kwanza. Nenda katika kitabu chake, katika kitabu kinachoitwa Kashaful Fitaa, mjalada wa kwanza, tena ukurasa wa 366. Maana haina haja ufungue kitabu uanze kutafuta, nishakuelekeza. Mjalada wa kwanza, ukurasa wa 366. Nenda ukafungua ukaangalie hichi tunachokifanya kwamba kinafaa ama hakifai. Ibn Taymiyyah anasema wa yustahabu jahara bitasbihi wa tahmidi wa takbiri akaba kulli salati. Anasema inapendekeza, yani inapendekeza zaidi, inakuwa ni uzuri kudhihirisha tasbihi, tahmidi na takbiri kila baada ya swala faradhi. Tasbihi ni zile mtume sallallahu alaihi wasallam aliyotufundisha, kila mmoja ni lazima kimaliza kuswali alete subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah mara 33, alhamdulillah mara 33, Allahu akbar mara 33,
kisha ukikamilisha na la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kwamba kila baada ya swala, muislamu yoyote kila baada ya swala ni lazima alete tasbihi, tahmidi na takbiri. Sasa Imamu Ibn Taymiyyah anasema kwamba inapendekeza zaidi kudhihirisha hizi tasbihi, ikawa ukimaliza kuswali ukaanza kuleta ile kwa sauti, subhanallah subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar Allahu akbar. Inapendekeza zaidi hata yule ambaye kwamba yuko kando yako, kwamba kama amesahau utakuwa umemkumbusha kwamba mimi nimeacha tasbihi na tahmidi na takbiri. Sasa huu ni shehe wao mwenyewe anasema. Kisha huyu shehe wao katika kitabu chake cha Majmu'ul Fatawa mjalada wa 13 ukurasa wa 246 mpaka ukurasa wa 261 anasema jaharu bidhikri baada salawati maktubati sunnatu. Anasema kudhihirisha hizi dhikri baada ya swala za faradhi ni sunna. Huyu ni shehe wao mwenyewe anasema hivyo. Wao shehe ambao wamemtegemea ni kama sasa mtu aseme kwamba mimi namtegemea shehe fulani. Shehe fulani akisema tufunge basi tutafunga. Shehe fulani akisema tufungue basi tutafungua. Hii dini si ya shehe bwana. Dini ni ya Allah na mwalimu wetu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna sema kwamba shehe fulani ashanena basi twende nalo. Sasa shehe wao anasema kwamba hii kudhihirisha adhkari baada ya swala za faradhi ni sunna. Sasa iweje wao ambao huu ni shehe wao ashasema hivyo, wao waje watuambie kwamba haifai, ni bid'a, tunapiga misondo ndani ya misikiti? Kwa hivyo kinachotakikana ni sisi wenyewe tujifikirie, na sisi wenyewe kila jambo tunalolisikia upime kwa akili yako. Je, shehe fulani amesema kitu fulani, mkikiangalia kitu kweli chafaa? Uliza baadhi ya mashehe ndio utapata uhakika. Sio kila anachokisema shehe basi ndio tayari twende nalo. Bwana si afanye kitu fulani motoni, basi tutakuwa sote ni motoni. Takwa hii la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kwetu haina maana, swala zetu hazina maana, sadaka zetu hazina maana, saumu zetu hazina maana. Kisa ni nini? Kisa tumeleta uradi kwa sauti. Kwa hivyo sio kila bid'a ya kutoa watu motoni, kwa sababu bid'a imegawanyika. Kuna bid'a mzuri na bid'a mbaya. Kuna mambo mangapi hajafanyika wakati wa Mtume na sasa tuyafanye? Hii etwaje hii musabaqatul Qur'ani hakuna wakati Mtume, hajafanya Mtume. Mbona wanaifanya ni nini? Kwamba ile sio bid'a, haionekani, kisa wanaofanya ni wao. Kwa hivyo sio kwamba mambo yote ambayo kufanya Mtume ndio kwamba basi hayafai na atakayefanya motoni. Hutuba ya Kiswahili, katika hutuba ya Juma anazotolewa Kiswahili, Mtume hakufanya. Mtume alikuwa akitoa Kiarabu kwa sababu ni Mwarabu. Wao wanatoa Kiswahili. Je, ile si bid'a? Kwa hivyo ndio bid'a mzuri hizi zetu, kuleta tasbihi, kuleta uradi wa Ramadhani kila baada ya sala faradhi, wambo ndio bid'a, haifai, ni watu wa motoni. Basi tutaingia sana motoni sisi. Takwa watu wote wenye kuleta uradi, watu wote wenye kusoma maulidi, watu wote wenye kusoma labahani, wote ni motoni. Kama pepo ni yao wao, yani fungua nazo wao wamepewa wao. Na lao Mwenyezi Mungu angewapa wao hizo funguo za pepo na za moto, basi sote tungetua motoni. Madamu hukumfuata, nenda motoni. Nifuate, funga mapema kabla mwezi haujaonekana. Sifungi, mimi nasubiri nione mwezi. Motoni. Sasa takuwa balaa hizi. Swali tarawih raka 8. Mimi si swali tarawih raka 8, nitasali raka 20. Motoni. Sasa lao ungekuwa hii pepo, hizi funguo za pepo wamepewa wao, basi sote hapa tungetua motoni. Na ukichunguza darasa zao, yani sijui hawana ya kuzungumza ama hawana elimu. Manake hata siwaelewi mimi mwenyewe. Wewe darasani umeenda waelimishe watu, hii ni Ramadhani, zungumzia masala ya Ramadhani, mambo ya ucha Mungu, mambo ya moto. Watu kidogo wengi wana hofu wafuate zile sheria za Allah, lakini wewe ndio darasani, darasa zako ungutia watu motoni tu. Sasa nani atakubali hiyo? Kila kikaa darasani watu wa motoni, nani atakayekubali? Hiyo imekaa umeenda kwenye darasa watu wa motoni tu wewe. Sioni utamkimbiza mtu hapo. Sasa kwa hivyo ni lazima katika kuongea ni tulinganie watu kwa kilima cha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tutoe watu katika upotevu, tuingize watu katika uzuri. Tuwatoe watu katika maasi, tuingize watu katika toa. Kwani kuna mangapi maasi yanafanyika Chundo? Hayasemi, hayaonekani yale maasi yanafanyika hapa. Kwa hivyo maasi ni maulidi, maasi ni kuleta adhkari, maasi ni kuleta uradi kwa sauti, maasi ni kuswali raka 20. Kuna ubaya gani kuswali raka 20?
na wakati yaswaliwa. Kuna ubaya gani kumtaja Allah kwa sauti? Kwa hivyo nachotaka wao ni kwa tukitembea tuimbe manyimbo. Sasa tukiingia msikitini tuimbe nyimbo, ndio takuwa hiyo yafaa, si maasiya. Kwa hivyo kinatutakikana sisi ni tuwe vitu vingine tunafikiria. Vitu vingine pia tukiambiwa tu tunapima kwa akili yetu ya kiumanadamu. Kwa hivyo inshallah mimi nitakomea hapa kulingana na wakati hauniruhusu. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuelimishe na atujuze, atupe fahamu ya kufahamu ya mazuri na atupe fahamu ya kufahamu kwamba haya ni ya mabaya. La ilaha illa Allahul Azimul Halim. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو. اللهم إنك عفو تحب العفو. يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر
علينا يا تواب تب علينا وسامحنا فيما جنينا يا تواب تب علينا وسامحنا يا تواب تب علينا واغفر لنا ولوالدينا يا تواب ربنا انفعنا بما علمتنا ينفعنا بفقنا وفقنا لنا وكرما لنا في ديننا ما للقدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقنا بما تقضي قولا وفينا كرما وارزق كل حلالا دائما وأهلنا أتقياء علماء الله بالخير ونفع كل شيء ربنا اغفر لنا كل شيء وأجرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل النور واغفر استر أنت كرام الستر والصلاة الله تعيش المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لناس الشفاء وعلى آل الكرام شرفاء وعلى صحبه المصابيح الغرار